Ebana, hayawi hatimaye yamekuwa katika mitaa ya Twiga na Jangwani kunako kikosi cha wananchi Dar es Salaam Yanga Afrika rasmi wameweza kumtimua kocha mkuu wa kikosi hicho baada ya kuona mwenendo ambao anaipeleka klabu hiyo unaenda ndivyo sivyo, na uongozi wa klabu ya Yanga Afrika umetoa taarifa kwa umma ambayo inasema uongozi wa klabu ya Yanga Afrika unapenda kutaarifu umma kuwa umemfuta kazi kocha mkuu wa kikosi cha kwanza Pedro Goncalves. Na ni kwamba uongozi wa klabu unamshukuru kocha Pedro Goncalves kwa mchango wake aliutoa ndani ya kikosi cha Yanga Afrika na unamtakia kila laheri katika majukumu yake yajayo. Katika kipindi hiki kikosi cha klabu ya Yanga kitakuwa chini ya uongozi wa kocha mkuu ambaye ni Abdihamid Mwalini akisaidiana na kocha Patrick Mabedi mpaka mwisho wa msimu huu wa 25-26 kuweza kutamatika. Hiyo ndio taarifa ambayo uongozi wa Yanga Afrika imeujulisha umma kwamba mpaka sasa kocha mkuu wa kikosi hicho Pedro Goncalves ameshatimliwa na ameondoshwa ndani ya kikosi cha Yanga, na kikosi hicho kitakuwa chini ya kocha Hamdi Mwalini pamoja na Patrick Mabedi. Na hii imekuja mara baada ya siku ya jana kocha Pedro kuonekana ananyoshwa sana vidole kwa namna ambavyo Yanga ilikuwa inacheza, lakini namna ambavyo alikuwa anafanya sabu zake, wengi wakienda mbali zaidi kusema mwalimu alikuwa anachekesha. Imagine anamtoa mchezaji ya Kwasi Toura ambaye alikuwa amewaka kweli katika mchezo huo na kumuingiza Buba Jamei ambaye ilionekana ni kama anatoa silaha na kuingiza potelea mbali. Na hii ilikuwa ni mwenendo wa mfululizo wa siku za hivi karibuni. Yanga Afrika ilionekana ina struggle katika hali ya uchezaji. Mara ya kwanza kulikuwa na vuguvugu la kwamba mwalimu Pedro ataondoshwa kwenye kikosi hicho, na hii ilikuwa ni kupitia mwenendo wa kikosi cha Yanga jinsi ambavyo ilikuwa ina struggle kupata matokeo mazuri baada ya kutembea mechi 4 mfululizo haijafunga goli na wala ilikuwa haikupata ushindi wowote. Zile sare za 0-0 ziliibua mambo mengi kweli ambayo ilikuwa na mazito, na mwisho wa yote kupitia kikao cha Yanga Afrika ambacho kiliendeshwa na rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Saidi, walivoketi wakaja na taarifa kwa umma wakisema wamefanya kikao cha tathmini cha kiufundi pamoja na benchi la ufundi na wamejiridhisha kwamba mwalimu Pedro ana struggle katika viwanja vya ugenini, lakini pia ana struggle katika playing style, kwa maana ile identity ya Yanga Afrika. Na mwisho wa yote wakasema kutatua changamoto hiyo wamemwajiri na kumrejesha kundini mwalimu Abdihamid Mwalini ambaye ana uzoefu ndani ya kikosi hicho, na waliamini angeweza kurejesha hali ya utulivu ndani ya Yanga Afrika. Na mwisho wa yote ikaibua maswali mengi, watu wakijiuliza kwamba inakuwaje Saidi ya Fundi akaenda kwa maana kuwa kocha mkuu, kwa maana wakati wamemleta Abdihamid Mwalini atawezaje kumuongoza kocha mkuu ambaye ni Pedro? Hilo lilikuwa ni swali, lakini mwisho wa yote hatimaye kimeeleweka siku ya jana ya Mei 6 mwaka 2026 ambapo Yanga walicheza na KMC na kupata ushindi wa goli 1-0, goli lililofungwa na mchezaji Alan Okello akipokea pasi ya Shehan Ibrahim Hamisi. Na mwisho wa yote namna Yanga ilivyocheza ilionekana ni kama inachekesha chini ya Pedro, na zile sabu zake ndizo zilizomgharimu na watu kuona kwamba kwa namna ambavyo Pedro anaiendesha Yanga yawezekana akaipeleka katika msitu wa giza ambao pengine nuru yake kupatikana itakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ndo taarifa rasmi kwa upande wa Yanga Afrika wakiwa wamemondosha kocha mkuu Pedro Goncalves, na sasa wanaanza kumtafuta kocha mwingine ambaye atakuja kukiongoza kikosi cha Yanga Afrika, lakini hiyo itakuwa kwa msimu mpya utakaoanza 2026-27. Sasa nataka uniambie wewe mtazamo wako kwenye hiki ambacho uongozi wa Dar es Salaam Yanga Afrika umeweza kukifanya kumondosha kocha Pedro Goncalves. Niambie, je, ni kwamba viongozi wamefanya maamuzi ambao si sahihi, wamekurupuka, au wamefanya maamuzi sahihi na unakubaliana kwamba Pedro angeendelea kusalia ndani ya Yanga Afrika? Unamuona ni kocha ambaye angeweza kuipeleka Yanga kunako msitu wa giza?
na ulikuwa unaiona kweli Yanga ya mafanikio, Yanga ijayo ambayo inafurahisha kupitia kocha Pedro? Niandike katika uwanja wa comment, lakini usiache kusubscribe channel hii na kubonyeza alama kengele ili unapata habari zote za michezo za kila siku kwa masaa 24 hapa nchini Tanzania, na zote zitakuwa zinahusu vilabu vyote vya hapa Tanzania, ikiwemo wasemaji, namna ambavyo wanatamba, mashabiki na uchambuzi wa michezo wa kila siku. Lakini taarifa ikufikie kwamba kocha Pedro ametimuliwa kazi ndani ya Yanga Afrika, na watu wanasema huyu alikuwa ni Romain Folz updated version. Endelea kupata taarifa zetu hapa masaa 24.